Next time nikiongea, hili niliongea alikuwa sawa. Hili sikuwa niongea wakati ule. Hili nilikuwa ningoje. Hili niliongea wakati niliongea kwenye watu hawafai. Glory to God. Hallelujah. Mfano, unapita mahali, kuna rafiki yako ama si rafiki, ni pastor unamjua. Ukapita kwenye kanisa lake mahali ukakuta watu wako kanisani. Ama wamekaa pale nje. Kawasalamia. Ukaanza ukajikuta unawashirikisha neno la Mungu. Unajua kuna maneno unafaa control pia. Mungu ndio kuacha. Maana kuna vitu ukianza kupomoa, ni question itakuwa tu hivi. Yaani unamaanisha mchungaji wetu hajui chenye anafundisha. Watakuwa na maswali. So mwishowe wataelezea mchungaji. Mchungaji fulani alipita hapa na akatushirikisha neno. Kuna maneno ameongea pastor. Kumbe hii maneno na kuoshanga miguu kanisani kulingana bila amefafanua. Hii tana kuosha miguu kanisani ina maana yake. Hatumai kufanya physical. Sasa pastor atajiuliza maswali. So, umeleta vita kati ya washirika na mchungaji. Mchungaji hajui. So, unaona kuna unaweza kuwashirikisha kitu chenye pesa. Kitu ambacho kiasi kinaleta shida. Lakini kuna maneno ambayo ni nyeti. Inahitaji uhusishe mchungaji. Kwa sababu ni kundi lake. Hallelujah. Glory to God. So, ukuaji ni wakati unafika mahali unafikiria kwanza kabla hujafanya kitu. Kabla hujanena, kabla hujamwaka maneno, kuna maneno yapitia kwenye mchakato. Ufikirie kwanza, alafu wasilishe. Glory to God. Hallelujah. Haya, umeshawahi jua kuna maneno unayoongea mbele ya watu. Hao watu iwe haki yao kukasirika. Ukikaa chini ukagundua shida si watu wamekasirika. Shida ni mimi niliyewasilisha. Unajua hivyo. So lazima maneno, ukuaji wako utaonyesha namna ambavyo unaongea pia. Maneno unayotoa. Glory to God. So, kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ukuaji wa kiroho unahusisha mwenendo wetu miongoni mwa watu. Ukuaji wa kiroho unahusisha mwenendo wetu miongoni mwa watu. Ukuaji wa kiroho unahusisha mwenendo wetu. Sawa, sema tu mimi nakuwa, lakini bado unaenenda kama mtu ambaye, yani unaenenda kama watu wa kawaida. Haujitofautishi. Nasema hivyo kwa hiyo ukuaji wa kiroho unahusisha mwenendo wetu miongoni mwa watu. Ukuaji wa kiroho unahusisha mwenendo wetu miongoni mwa watu. Mfano, unajua unawezekana wewe ungetukanwa na mtu apita laini yako hivi. Maneno yenye utatiririsha, atafuta tu penye ataweka masikio. Alafu nyinyi wenyewe ni mashahidi. Wenyewe huwa mnafikiri mnasema acha apita laini yangu ndiye atanijua. Acha apita tu laini yangu ndiye atanijua. Unajua unafaa utoke huko. Wewe jitofautishe. Ukitaka kujua unakuwa ni wakati ungechokolwa, unafululiza maneno. Lakini leo unachokolwa, unasuia maneno. Unaelewa sasa? Namna ukuaji wetu unahusisha mwenendo wetu. Namna tunaenenda, bila ulikuwa unaongea na bila unaongea leo ni tofauti. Unajisuia. Tunda la Roho linafanya kazi. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So ukuaji wa kiroho ni ukuaji kutoka katika asili yetu. Ukuaji wa kiroho ni ukuaji kutoka katika asili yetu. Ukuaji wa kiroho unatoka kwenye asili yetu.
kinatoka nje, ni kitu ambacho kinatoka ndani. Vile tulivyo katika Kristo, ukuaji wa kiroho ni ukuaji kutoka katika asili yetu, vile tulivyo katika Kristo Yesu. So tunadhihirisha vile tulivyo. Tumesamehewa. So kuna mambo tunasamehe watu ambayo kwa ukweli kabisa ungewasamehe, lakini leo hii unasamehe. Unavumilia mahali ambapo ungevumilia nyuma, leo unavumilia. Unasema acha yapite. Na kipimo cha baadhi ya vipimo ya ukuaji ndivyo kwenye mwenendo. Namna unavyochukulia maneno wakati umesikia. Hapo nyuma ungeambiwa fulani amesema, hata yani simu unatafuta namba, hata ungojei jamaa toke, before aondoke tayari umesha scroll namba. Unamwambia hata ngoja tu kwanza nataka ajue mimi ni nani. Alafu jamaa anakuambia sikusema umwambie, nilikuwa nakushirikisha tu ujue. Unamwambia ngoja mpaka atajua mimi ni nani. Lakini leo hii ukisikia maneno unavumilia, unakaa nayo, hata mtu hajui kama umesikia kitu. Na kumbuka hapo nyuma, kumbuka kabla hujakuwa, ungesikia kanisani umesengenywa, kanisa uji kanisani. Unaacha kazi ambayo ulikuwa umepangiwa kufanya na wacha hii kazi. Lakini leo ukitaka kujua unakuwa, yani unasikia jamaa wamekukalia, wamekuambia vile unaongoza vibaya, lakini kesho bado utaongoza. Bado na hakuna mtu utauliza. Umefunga kinywa chako, unaomba na kumtumikia Bwana. Glory to God. Unaitwa ukuaji. Hallelujah. Glory to God. Wafilipi 2:15. Wafilipi 2:15. Mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama. So mwamini hafai kuwa na lawama. Lawama kutokea wapi? Kwa watu wengine, kwa wanadamu. Wala utanganyifu. Mwamini hafai kuwa kwenye lawama, ati unalaumiwa, mara unalaumiwa huku, mara unalaumiwa huku. Mara kwa utanganyifu huko, wasio na ila kati ya kisasi chenye ukaidi. Yani licha ya kwamba tuko katikati ya kisasi, tuko katikati ya wanadamu, tuko katikati ya Gen Z leo, tuko katikati ya watu ambao hawajaokoka. Hao watu hawafai kupata malaumu kwetu. Hiyo ni aibu. Wewe umechukua pesa ya mtu umekopa, kasema utarejesha, alafu unakula kona. Ukimwona unakula kona, jamaa anafika mahali anasema huu ndio wokovu. Ameokoka lakini muongo kabisa huyu. Kwa ila sangu haisirudisha, akinikuta ananichanganya. Muamini anafawe asipatikane kwenye sina shutuma, kwenye lawama, danganyifu, wasio na ila kati ya kisasi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao unaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. So namna ambavyo tunaenenda katikati ya wanadamu, hivyo ndivyo mwangaza wetu unaonekana. Sikiza kwa makini. Kwa blood frugu umeanza, wewe ndio huko. Ukisikia mambo imeinuka, unasikia ni mke wa fulani ameokoka, anaendanga kanisani, yeye ndiye ameasha huu moto. Watu wanapigana hapo wakifuatilia chanzo kilitokea wapi, fulani ndiye amehusika mwenye anaenda kanisani. Tunakuwa tunaonyesha nuru ama tunasema nuru, tunafanya mwanga usionekane. Katikati ya fujo, wewe unaleta amani, wewe unaleta utulivu. Si wewe ndio unasupport, wewe ndio unaleta furugu kweli kweli. Unasupport mambo yaribie kabisa. Inaonyesha kwamba bado wewe haujakuwa, hauko in process. Unahitaji make sure kwamba unakuwa, unajizuia. Glory to God. Hallelujah. Amen. So kati ya machafuko, sisi tunaonekana
tunaleta suluhisho. Glory to God. Hallelujah. Ni kama mfano, unafanya kazi mahali. Na hii kazi kuna bibi na bwana wamekuajiri. Mmoja ndiye anakulipa mshahara. Alafu kuna maneno unaona hao watu wanakombana. Na ukuta kuna namna ambavyo mmoja anakosea katika fulani. Leo ukienda kulipua umeharibu. Wewe unafaa make sure huo moto utulize. Utafute hekima, omba hekima namna ambavyo utafanya katikati ya machafuko kwenye hiyo familia ili watulize, ili machafuko yaondoke. Glory to God. Si wewe uenda kuchangia. Nenda kuambia baba, unajua hata vile ulikuwa unasema, wewe ni vile ujui. Huyu mama fulani nakwambia, niulize ndio utajua. Sasa wewe ndio unaharibu badala kuleta mwangaza. Glory to God. So, waamini hawafai kwa unless kama unalaumiwa, unafaa unalaumiwa kwa kile ambacho hujafanya. Wamesema umeipa hukuipa. Wamesema wewe ndio umeasha moto lakini haukuwasha. Lakini unalaumiwa kwa mambo yenye umeyafanya. Unakuwa unaenda nje ya asili yako. Unakuwa unaonyesha nje ya kila ambacho ulipokea katika Kristo Yesu. Hallelujah. Glory to God. Amen. What about mtu amekuibia? Mtu akikuibia, alafu useme wizi, wizi, wizi. Na bado unajua wakati unasema wizi, 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 atashikwa. Alafu ataachwa hai. Ataachwa hai. So, unaweza ukaamua tu kunyamaza. Kama una uwezo, jamaa amechukua ameenda, sawa. Kesho nitapata. Na kwa sababu gani? Nimejua nikisema mwizi, 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 atashikwa. Na akishashikwa, atachomwa. Chanzo cha huyu jamaa kuchomwa ni nani? Mimi ndio nimesema ni mwizi. Unaona sasa? Glory to God. Hebu nikuulize. Mtu amekukosea. Umeenda kotini. Wanangojea tu wewe uamue. Ama tuchukulie wewe umeitwa kama shahidi. Na uliona akifanya. Na unajua hapa nikisema kabisa niliona jamaa amefungwa kabisa. Sasa siniombe tu hekima namna kuna sio huyu jamaa kwenye mtego. Nikishamtetea nimtafute pembeni. Mwambie unajua wewe. Unajua tu ulikosea. So mimi ndio nilikuwa nimepata tu nikufunge. Lakini sijataka nikufunge. Glory to God. Watch. So andika kwamba mwandishi ameangazia ukweli kwamba Paulo kwa Filipi. Mwandishi ameangazia ukweli kwamba kutokana na uhalisia wa muamini. Mwandishi ameangazia ukweli kwamba kutokana na uhalisia wa muamini, yani wa muamini ni nani katika Kristo. Mwandishi ameangazia ukweli kwamba kutokana na uhalisia wa muamini ni nani katika Kristo. Muamini ni nani katika Kristo? Anapaswa kuangaza kama nuru katika ulimwengu huu. Kulingana na mafundisho ya Paulo kwa Filipi. Mwandishi ameangazia ukweli kwamba kutokana na uhalisia wa muamini ni nani katika Kristo, anapaswa kuangaza kama nuru katika ulimwengu huu. Muamini anapaswa kuangaza kama nuru. Mathayo, kitabu cha Mathayo kinaongelea kwamba sisi ni taa. Taa ikiwekwa chini ya mfunguni, haitangaza vipi?
Waamini wengine wamekaa chini ya mfungu kwa kweli kweli, wamekaa chini kabisa huko. Ndio wanatondoa tu maneno, wakusengenya watu, wakukorofisha watu. Ni vibaya. Waamini ni mwanga, angase kama nuru. Haleluya. Hicho ndio tunafundishwa na Paulo, kwamba kutokana na uhalisia wa wewe ni nani katika Kristo, unapaswa kuangaza kama nuru katika ulimwengu huu. Watu waone ukiangaza, waone mwenendo wako katikati ya watu. Haleluya. Ukirejelea mwenendo wetu katikati ya watu, yani anarejelea mwenendo wetu katikati ya watu, namna tuna associate na watu. Kumbuka Waebrania anasema weka bidii kwa ajili ya kuwa na amani na kila mtu. Kwa sababu hii ni dunia ambayo imepotoka. Kuna mambo mengi, kuna visingisio. So unahitaji kujaribu kuwa na amani na kila mtu. Ni kwa ajili ya Mungu anatumia hawa wanadamu kwa ajili ya kufikia mahitaji yao. Haleluya. Unajua Mungu anasikianga wenye dhambi. Unajua Mungu anasikia maombi ya wenye dhambi. Mtu yeyote, awe ameokoka, awe hajaokoka, akiwa kwenye need, akiwa kwenye hitaji, akimuita Mungu anasikia. Haijalishi ameokoka ama hajaokoka. Hata mwenye asiokoka, hata kama ajui Yesu, lakini anasema Mungu aonekane kwenye hitaji langu. Mungu kwa kutojua kwake, Mungu anaingilia kati ya msaidizi. So Mungu si kwa wenye tu wameokoka. Mungu anafanya kazi na anawasikiliza wasioamini. Anafanya kazi kwa maisha yao, akiwasi kwamba wache kwake. Haleluya. Glory to God. Kwa sababu watu wengi ambao tunafanyia kazi, wengi hawajaokoka. Wengi hawajaokoka, lakini wamekuajiri, wanakulipa mshahara. Kwa kama tutasema wakae huko hawajaokoka, si wa Mungu, Mungu hawasikii. Na kwambie na wewe umeokoka, nenda Mungu akushughulikie. Itakuwa kala. Haleluya. So ndio sababu kukaa na amani na kila watu wetu katikati ya watu wengine. Hebu sema nyuma yangu kwamba mimi ni muamini anayewajibika. Hivyo basi inafanya chakuo na kukua kiroho. Ninajitoa na kujitiisha katika ukuaji wa kiroho. Glory to God. So baada ya kuona kwamba ukuaji wa kiroho unatarajiwa kwa kuwa tuko ndani ya Kristo, sasa nataka tuangalie nini sio ukuaji wa kiroho. Baada ya kuona kwamba ukuaji wa kiroho unatarajiwa kwa kuwa tuko ndani ya Kristo, yani kwa kuwa tuko ndani ya Kristo, ukuaji wa kiroho unatarajiwa kutoka kwetu. Ifafanue hivi. Baada ya kuona kwamba ukuaji wa kiroho unatarajiwa kwa kuwa tuko ndani ya Kristo. So mtu yote aliye ndani ya Kristo, ukuaji wa kiroho unatarajiwa kwake. Mungu anatarajia ukuaji wa kiroho kutoka kwako. Sasa tutaka tuangazie nini sio ukuaji wa kiroho. Nini sio ukuaji wa kiroho? Ni nini sio ukuaji wa kiroho? Tunapozungumzia ukuaji wa kiroho, ni nini ambacho sio ukuaji wa kiroho? Kwanza kabisa, ukuaji wa kiroho sio ongezeko la miaka. Kwanza kabisa, ukuaji wa kiroho sio ongezeko la miaka. Unasikia mtu anakuambia, unajua mimi ni bishopu bwana, nimekaa miaka kijana hata kabla hujazaliwa kama nahubiri injili. Ya anataka kuonyesha kwamba unachomwambia si sawa. Dina anakuambia, unajua ndugu, naongea hivi, bishopu wangu bwana ni mtu ambaye amekaa hata amesoma theology, ana miaka mingi katika huduma. Ukuaji wa kiroho si ongezeko la miaka. Unaweza kuwa na miaka mingi katika wokovu, lakini wewe bado hujafanya nini? Haujakuwa. Haleluya. Glory to God.
Jambo lingine, tusije tukaanza kuona ukuaji wa kiroho. Tusije tukaanza kuona ukuaji wa kiroho kulingana na urefu wa muda ambao tumeokolewa. Tusije tukaanza kuona ukuaji wa kiroho kulingana na urefu wa muda ambao tumeokolewa. Sasa nimesema ukuaji wa kiroho sio ongezeko la miaka. Hatumekaa sana kuokofu. Tusiangalie ukuaji wa kiroho kulingana na urefu wa muda ambao uliokolewa. Unaweza kuwa umekaa kwa wokovu miaka mingi, lakini my friend, wewe ni mtoto kabisa, mchanga, mtoto mchanga ambaye anahitaji kunyweshwa maziwa. Huwezi kula chakula ngumu. So nini ambacho si ukuaji wa kiroho? Muda mrefu kukaa kwenye wokovu si ukuaji wa kiroho. Haleluya. So sienda kwa mtu unajua mimi nimekaa kwa wokovu sana bwana. Na nimekaa nina experience na hii mambo ya wokovu. This is a experience. Unajua nini kuhusu Mungu? Glory to God. Kulingana na kila ambacho tumeona nyuma, uelewa wetu katika habari ya ukuaji, uelewa wetu katika ukuaji ama ufahamu sahihi ambao ni wa msingi unaonekana kutokana na sisi ni nani na kile tulicho nacho katika Kristo. Yaani uelewa wetu unafaa uwe ama ufahamu wetu, ufahamu ulio sahihi na wa msingi unafaa uonekane, ama unafaa ukuaji wetu, yaani kuwa na ufahamu kuhusiana na ukuaji unafaa uwe unatokana na sisi ni nani na kile tulicho nacho katika Kristo Yesu. Bila tulivyoona pale nyuma, wewe ni nani, uko na nini. Tulijifunza mimi ni nani, watu wangu. Tulijifunza mimi ni nani bila tuliokolewa. So ukuaji unatokea kwa kutambua wewe ni nani, nina nini. Sasa kwa kuwa niko ndani ya Kristo nina wajibu gani? Glory to God. So nje ya hiyo ukafasiri ukuaji nje ya hiyo, ama kama ukuaji wako utokani na kila nimetaja, wewe ni nani, uko na nini, basi utakuwa uko nje ya muktadha wa kila ambacho maandiko inafundisha. Ukuaji wa kiroho si jaribio la kupata kibali cha Mungu. Ukuaji wa kiroho si jaribio la kupata kibali cha Mungu au kukubalika kwake. Ukuaji wa kiroho si jaribio la kupata kibali cha Mungu au kukubalika kwako kwa Mungu. Unajua siku hizi mimi Mungu ananisikia sana. Bwana watu wangu, mimi Mungu siku hizi unakuta mtu anakuja anakuambia fulani amekuwa siku hizi anaona mambo rohoni kweli kweli. Yaani jamaa amekuwa anatabiri. Unajua kuna manabii lakini watu ni wachanga. So kuanzia kwa Margaret mpaka kwa Maji hapa, hata kama utainuka kwenye eneo la kuona si kipimo. Mwenendo wako pia unahusika. Mwenendo unahusika. Si kweli? Mwenendo unahusika. Namna ambavyo mnatembea, msiwe na shutuma na lawama katikati. Changanyifu. Yaani wewe mahali popote unapita jamaa anasema awe jamaa akipita hapa tunamjuanga. So ukuaji wa kiroho si jaribio la kupata kibali cha Mungu au kukubalika kwake. Kumbuka kwamba muamini amekubaliwa katika Kristo Yesu. So wewe umeshakubaliwa. Acha kusema kwamba watu wa Mungu mimi nimekuwa nikiomba tu mambo yanatendeka. Nikiona tu kitu nikisema. Sasa hivi anakuambia we. Sasa hivi nimekuwa sana. Nikisema tu kitu kina happen. Hata manabii wa uongo wanasema mambo yana happen tu basi. So kumbuka kwamba muamini ameshafanya nini?
ameshakubalika katika Kristo Yesu. Waefeso 1:6. Waefeso 1:6. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Na usifiwe utukufu wa neema yake. Kumbuka tumeokolewa kwa neema. So pia ukuaji wa kiroho sio kutafuta kuhesabiwa haki. Ukuaji wa kiroho si kutafuta kuhesabiwa haki. Ukuaji wa kiroho sio kutafuta kuhesabiwa haki. Muamini amehesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu. Ukuaji wa kiroho sio kutafuta kuhesabiwa haki. Muamini amehesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu. Kumbukeni tunaangalia ni nini, sio nini ukuaji. So ukuaji wa Mungu si kutafuta kuhesabiwa haki. Maana watu wanafikira kutafuta kuhesabiwa haki sasa ndio unakuwa. Una mbinu kabisa za kuomba na mbinu za kufundisha watu kuhesabiwa haki alafu naona unakuwa. No. Warumi 5:1 mpaka 2. Warumi 5:1 mpaka 2. Basi tukiisha kuhesabiwa haki, so muamini amekwisha hesabiwa haki itokayo katika imani. So haki yetu inatokana na imani. Na mwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Pia Warumi 5:15. Warumi 5:15. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimesiti kwa ajili ya kosa. Siti kwa inasemaje? Yesu Kristo imesiti kwa ajili ya wale wengi. Namba 16. Tutaenda mpaka namba 18. Wala kati ya yule mmoja wala kati ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kati ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. 18. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. So kuhesabiwa haki kunapatikana bure katika Kristo. So kutafuta kujihesabia haki sio ukuaji. Maana tunahesabiwa haki bure katika Kristo Yesu. Ukuaji wa kiroho sio jaribio la kulinda wokovu. Ukuaji wa kiroho sio jaribio la kulinda wokovu. Wengine wanang'ang'ana kulinda wokovu ili usipotee. Ukuaji wa kiroho sio jaribio la kulinda wokovu. Wokovu wetu umehakikishwa katika Kristo na unalindwa na Kristo. Ukuaji wa kiroho sio jaribio la kulinda wokovu, maana wokovu wetu umehakikishwa katika Kristo na unalindwa na Kristo. Waebrania 2:22 mpaka 25. Waebrania 7:22 mpaka 25. Basi kwa kati hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lilo bora zaidi. 23. 7:22 mpaka 25. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wasuiliwa na mauti wasikae. Bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usiondoka. So haya maneno yanaonyesha kwamba huyu jamaa mwenyewe ndio mlinda wokovu. 7 kuanzia 22. Yeah.
naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. So kauli hii penye tumesoma, hii ni thibitisho kabisa kwamba mwanzilishi wa wokovu ndiye anayelinda. Muokolewa hajilindi. Muokolewa analindwa na mwokozi wake. Haleluya. Yuda 1:24. Yuda 1:24. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. So